Kwanza tunasema kwamba lazima Rais Suluhu Hassan ajiuzulu mara moja, kwa sababu uchaguzi wa kumpatia idhini ya kuongoza kama rais wa Tanzania hakuipata. Watanzania hawakumpigia kura, kwa hivyo hawezi kuendelea kutawala kama mtu ambaye alipigiwa kura na Watanzania. Na jambo la pili ni kwamba anapojiuzulu Suluhu Hassan, tunaitisha kama Waafrika, na sisi jumuiya ni yetu, tunasema kwamba Tanzania ipewe serikali ya mpito ya mwaka mmoja ili waweze kufanya marekebisho ya kisiasa, ya kikatiba, ya kisheria, ndio Watanzania waweze kurudi katika uchaguzi ambao utakuwa ni wa haki na wa ukweli. Kwa sababu Tanzania hawakufanya uchaguzi wa kuunda serikali ambayo itawatawala. Kwa hivyo lazima wapewe wao wenyewe, wajiundie serikali ya mpito itakayojumlisha sekta zote za Watanzania kwa mpito wa mwaka mmoja, ili waweze kurudi katika uchaguzi ambao utawapa serikali iliyo na idhini ya wananchi wenyewe. Tumeitisha mashirika yafuatayo yaweze kuchukuliwa hatua za dharura. Kwanza ni shirika lao la utangazaji, TRA. Tunasema kwamba shirika hili Tanzania Authority, ambayo ni ya Communication Regulatory Authority, lazima ifungue kabisa mitandao yote na waweze kusakwa na kushtakiwa kwa sababu ya visa ambavyo wamevitekeleza vya kuwezesha mauaji ya halaiki ambayo tumeyaona katika nchi ya Tanzania. Pia tumeitisha shirika la SADC ambalo liko katika chini ya wenyekiti wa rais mpya wa Malawi, waweze kushikamana mara moja, watengeneze vikao vya troika na vikao vya organ yao ya kisiasa na uchaguzi, ndio waweze kutatua shida zote zilizomo Tanzania kwa wakati huu, na wasaidie Watanzania katika kupata serikali ya mpito, na wamsaidie Mama Suluhu Hassan asiendelee kuhujumu, kuwatesa na kuwaua Watanzania kupita kiasi ambacho amekifikisha kwa wakati huu. Sisi tumeitisha kwamba serikali zote ambazo ziko katika eneo la SADC na nchi za Afrika Mashariki ziweze kuandamana na kusaidia Watanzania ambao wako katika msimu mgumu katika kipindi cha siasa. Na tumeitisha na kushukuru mashirika yote ya haki za kibinadamu ya Afrika nzima, hasa mashirika ambayo ni ya nchi za Afrika Mashariki na SADC. Tunasema kwamba tuendelee katika kazi ya utafiti, documentation, tuweze kufichua siri ambazo zinaendelea katika giza ambayo imetanda kule Tanzania. Na kwa hivyo tumejitolea kama Waafrika, na haswa sisi mashirika ambayo tuko katika jumuiya ni yetu, tunasema kwamba huwezi kutawala Tanzania bila idhini ya kura za wananchi. Huwezi. Na kama ili halitafanyika, lazima Suluhu Hassan ajue kwamba sisi wa Kenya, Waganda, watu kutoka Mozambique, watu kutoka Zambia, Malawi na nchi zote ambazo zimezingira Tanzania, tutaanza kwenda moja kwa moja na tutaingia Tanzania na tutaikomboa, kwa sababu jumuiya ni yetu. Jumuiya ni ya wananchi, sio ya serikali. Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ya wananchi, sio ya serikali za Afrika Mashariki. Na tunafanya hivi alivyosema profesa, kwa sababu uchaguzi wa Uganda ni Januari. Tusipo chukua hatua tuonyeshe Uganda kitakachowapata,
wakiiba uchaguzi wao, na wao wataiba uchaguzi. Na tunajua kwamba uchaguzi wa Kenya ni 2027, Agosti mwaka wa 2027. Lazima tuonyeshe hata na udikteta wa Kenya kwamba nchi zinazotuzingira na Waafrika wote watakuja hapa Kenya kuhakikisha kwamba wizi wa uchaguzi na mauaji ya halaiki ndio uweze kunyamazisha wananchi na Waafrika umekoma na hautakubalika tena. Asante sana. The citizens of the region will not enable another blood-soaked crisis. Therefore, we demand: 1. President Samia Suluhu must step down immediately. She lacks legitimacy, has lost the moral mandate to govern, and now presides over mass atrocities. She must resign and must be immediately prosecuted to the full extent of the law for her crimes against humanity. 2. Respect the urgent demand from Tanzanians for an immediate transition to an interim government to oversee the long-delayed political reforms and prepare for credible elections in the future under independent oversight. 3. The Tanzanian authorities immediately stop witch-hunting civilians and members of civil society to prevent any further loss of life as required by national and international laws, as well as the shared values enshrined in the African Union standards and norms. 4. The Tanzanian Communication Regulatory Authority should be held immediately accountable for its role in blocking internet access and network bandwidth in the country, thereby denying necessary communication to facilitate urgent human assistance for the many victims of the ongoing violence, and take immediate action to restore full capacity. As we continue with the demands, and we need to clarify that the demands are Jumuiya ni yetu, but the entire statement is Pan-African Solidarity Movement. When you get it, you'll realize that it is from very many organizations. Tanzania must allow the African Union, SADC, and the East African Community to send in, within 2 weeks, a full-fledged fact-finding mission, which then will contradict or confirm what Prof. and we have said, because we are convinced that the figures that we are saying are those ones we have corroborated. The figures that we do not know about could be much more than 3,000. And so there is need immediately to allow for a fact-finding mission, a global fact-finding mission, which is beyond African Union. There is need for the UN to be involved, the UN Human Rights. There is need for the ICC to move into Tanzania. And this is important so that we can be able to ensure that the evidence is not destroyed. If the Tanzanian government has nothing to hide, it should allow a fact-finding mission to move into the country very quickly within 2 weeks so that we can be able to ensure that evidence is not destroyed. Thank you. Thank you very much, Asanteni.